Nianze kwa kuipongeza TLS kwa kutuandalia hili kongamano ambalo binafsi limenifungua mambo mengi kuhusiana na sheria ya uchaguzi na yaliyoko ndani ya katiba kwa ujumla. Na nikianza kwa kuongelea suala la wasimamizi wa uchaguzi. Binafsi nilishiriki uchaguzi mkuu wa 2020, niligombea jimbo la Kibamba. Kwa hiyo figisu na kuumizwa na kufahamu vizuri sana. Na suala la wasimamizi lilikuwa shida sana pale awali. Sababu kila kitu kwenye uchaguzi ni serikali inasimama. Wasimamizi wa uchaguzi, wakurugenzi wa uchaguzi na wasaidizi wao vyote ni serikali. Ni makada, ni mawakala wa serikali. Lakini kwenye kikosi kazi kilichopita, mijadala iliyokuwepo ambayo binafsi nilichukulia na kuibeba ilikuwa ni hili suala la wasimamizi ambalo ilifanywa marekebisho kwamba serikali itatangaza nafasi, haitatoa tena watu wake kama serikali. Itatangaza nafasi ambazo zitakuwa wazi kwenye gazeti la serikali, na wananchi wenye sifa tajwa wataomba nafasi, watafanywa usahili, watakaopita watakuwa ndio wasimamizi na wasimamizi wasaidizi. Na kuhusu wakurugenzi wale wa tume na wote wanaohusika na tume kwenye uchaguzi, tumeona kwamba marekebisho yamefanyika kwamba kutakuwa na watumishi waandamizi wa serikali. Hili angalau kidogo, kama sio kwa 100%, angalau kwa 10% kadhaa linaleta matumaini. Lakini sisi kama raia na viongozi wa vyama vya kisiasa, nitoe rai kwamba suala la amani ni sisi na wananchi wetu, sisi na wapiga kura wetu, sisi na wanachama wetu. Amani ni pande zote mbili. Serikali ilinde amani ya raia wake, na sisi wananchi tulinde amani na jamii yetu kwa ujumla.